Nilipo ni katika mtaa wa Dome, kata ya Ndembezi, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, mkoani Shinyanga, ambapo tukio la kusikitisha limetokea katika mtaa huu, ambapo kichanga ambacho kinakadiriwa kuwa na miezi 6 mpaka 7 tumboni kiliweza kupatikana kiko kimetupwa pembezoni mwa barabara na baadhi ya wananchi kutoka katika mtaa huo. Lakini Nyutress TV ilifahamishwa na kufika katika eneo la tukio, ambapo imeamua kuzungumza na baadhi ya wananchi kutoka katika mtaa huu ambao wanaeleza kinaga ubaga juu ya tukio hilo, na hapa wanaeleza. Kwa majina naitwa Aisha Athmani, ni mkazi wa mtaa wa Dome, kata ya Ndembezi. Jana majira ya saa 12 katika mtaa wangu hapa, jirani yangu tu, tuliweza kushuhudia kichanga, kitoto kidogo ambacho kukadiria kilikuwa kina siku 1 au hata masaa. Maana kilikuwa kina kila kitu chake cha kuitwa mtoto, kitovu, kondo, na pia ilikuwa ni jinsia ya kike. Tuliweza kushuhudia kimetupwa na mtu asiyefahamika, lakini hapo alikadhalika pia kuna wanyama walikuwa wameshaanza kukitafuna sehemu ya usoni na sehemu ya mkononi na pia kwenye mbavu kidogo. Tuliweza kupigia kwanza, kabla ya kupigia jeshi la polisi, tuliweza kuwapigia kwanza serikali ya mtaa, wakaweza kuja serikali ya mtaa. Walipofika wakashuhudia na tukio hilo, ndio tukawapigia polisi. Katika majira saa 2 usiku polisi waliweza kufika na kushuhudia tukio hilo na kuweza kuchukua kichanga hicho ili kwenda kukihifadhi sehemu inapohitajika. Labda kama mwananchi wa mtaa wa Dome, kitendo hiki cha kilichofanyika kwa upande wako umekipokeaje? Kwa kweli kimeniumiza mimi kama mama ambaye nimeweza kweli kwenda leba na kuzaa, kimeniumiza sana. Ni kama angeshindwa basi kukilea. Kuna njia nyingi za kwenda kukipeleka. Kuna vituo angepeleka, au aidha hata kwa serikali ya mtaa au hata polisi akakipeleka, kaweza kwenda kulelewa, kwenda kukiua na kukitupa hapo. Tumeamua kutafuta zilipo ofisi za serikali ya mtaa wa Dome, kata ya Ndembezi, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, ambapo tumekutana na mjumbe wa kamati ya ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Dome, ambaye anaeleza namna gani alipokea taarifa hizi. Kwa majina naitwa Maria Mkonda, ni mjumbe wa ofisi ya serikali ya mtaa wa Dome. Jana katika mtaa wetu tulikuwa na tukio. Nilipigiwa simu mnamo mida saa 12 kasoro kwamba kuna mtoto yuko huko ametupwa. Na mimi niliondoka kufika eneo la tukio. Nimefika pale nikakuta wananchi wako pale wamekusanyika, na kweli yule mtoto alikuwa pale kichakani ametupwa. Ni katoto ka kike ambako kanakadiriwa kama labda hata kwenye miezi 7 au 8 kasoro hivi. Kalikuwa bado katoto kachanga, kametupwa pale, hakakuwa na nguo yoyote, na baadhi ya sehemu tayari kalikuwa kameshaanza kudonolewa na kuku. Kwa maneno katoto kalikuwa ni kwamba kalikuwa bado wakati wa kuzaliwa ama tayari kameshazaliwa? Kenyewe ukikaangalia ni kama kalikuwa bado, ila tayari viungo vyake vyote vilikuwa kamili kabisa, nywele kalikuwa nazo. Yaani tu kalikuwa kamili, ile ukikaangalia ni kama kalikuwa bado kidogo muda wake wa kuzaliwa. Ndio. Labda pengine ulipofika eneo la tukio, kwa maongezi ambayo uliyofanya na baadhi ya wananchi waliokuwepo katika eneo hilo, labda pengine kuna viashiria vyovyote ambavyo vinaashiria labda huyo mtoto alikuwa ni wa mama fulani katika mtaa wako? Katika mtaa wangu sijapata viashiria vyovyote vya kwamba labda kuna mtu labda ametupa pale mtoto, kwa sababu mama aliyemuona yule mtoto alikuwa anapita tu, akaona pale kuku wapo wanapalua, akasema mbona kuku wamejaa, akachungulia, kumbe kuna kitoto kichanga kiko pale, ila hatujapata taarifa yoyote ya kuhusu labda kuna mtu alikuwa mjamzito, hatujajua mpaka sasa. Ndio. Umeeleza kwamba kuna hali ya vichaka katika eneo lako. Labda pengine kama uongozi wa serikali ya mtaa katika kupambana vitendo kama hivyo, lakini pia katika hali ya ulinzi na usalama katika mtaa wako, labda pengine mikakati ipoje? Mikakati ipo, tunaendelea kuomba wananchi kusafisha maeneo yao. Pale ni kichaka kadogo tu, ni kama miti fulani mafupi hivi yamejaa, na kuna taka wanatupa pale. Mikakati tunayo, tunaendelea nayo. Hata kipindi kile tulikuwa kwenye kikao pale, walisema yale magari ya kuzoa taka na yenyewe yalikuwa yamesimama, lakini wakasema kwamba utaratibu ule umeshafanyika
na lile gari limeshaingia mitaani sasa hivi linazoa taka. Kwa ile fensi ile miti tunaendelea kuomba watu wao wanafyeka ili kusudi mazingira yawe mazuri. Mimi nilipofika pale nilichukua hatua ya kupigia jeshi la polisi, na polisi walifika pale saa 2 kasoro, wakamkuta yule kichanga yuko pale, wakamchukua wakampeleka polisi. Ndio. Kwa mwendelezo juu ya ripoti mbalimbali kutoka mkoani Shinyanga, ikiwemo kufahamu mwendelezo juu ya tukio hili, endelea kufuatilia Nyota Res TV, ikiwemo kufahamu kila ambacho kitazungumzwa na jeshi la polisi, kwa sababu tumeelezwa ni kwamba mara baada ya kiumbe hicho kupatikana katika mtaa huo, jeshi la polisi lilifika kwa ajili ya kukichukua kiumbe kile, hatimaye kukipeleka katika sehemu husika ambayo inastahili. Jina langu ni Agustino Daudi na hii ni Nyota Res TV kutoka mkoani Shinyanga.